Za wakati huu ndugu zangu wanahabari, ni siku nyingine nzuri. I hope tunakaa mazingira ambayo kidogo hayana kaeka nyingi, au inawezekana si ni waogeleaji wazuri, lakini kikubwa ni kwamba tuna pumzi na tumefika salama. Kwa wenzetu wa Kristo wanaoendelea na mfungo wa Kwaresma, tuendelee kuwatakia Kwaresma njema, na kwa sisi Waislamu ambao bado tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan Karim. Siku ya tarehe 15 mwezi wa 3 ni siku nyingine ambayo ni siku ya sikukuu, should I say, kwa wapenzi wa mpira wa miguu nchini. Tunakwenda kucheza Dar es Salaam Derby. Azam Football Club tutakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Young Africans, ambako kwa kuliweka sawa mchezo wa kwanza au uwanja wetu wa kwanza wa nyumbani ni Azam Complex Chamazi, na uwanja chaguo la pili pale inapobidi ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kuna sababu ambazo zinasababisha mchezo unaenda kuchezwa Benjamin Mkapa. Mara zote big match tumekuwa tukicheza Benjamin Mkapa, mchezo ambao unahusisha Simba na Yanga kwa mechi zetu za nyumbani. Kwa hiyo this time around ilikuwa tucheze kwenye uwanja wetu wa nyumbani ambao tulichagua huo Mkapa, lakini tukapata taarifa kwamba huenda uwanja ukawa umefungwa kwa muda ili kupisha marekebisho, lakini baadaye tuliambiwa kwamba tunaweza kuutumia, na ndio maana mchezo wetu bado umebaki pale pale. Kwa hiyo kwa mashabiki ambao walikuwa na wasiwasi juu ya hilo, ni watoe wasiwasi. Ngoma itakuwa pale kuanzia majira ya saa 2:30 usiku. Ni mchezo ambao tumeshataja vitambulisho kwenye kurasa yetu ya Instagram ya Azam FC Official. VIP A ni 30,000, VIP B itakuwa ni 20,000, VIP C ni shilingi 10,000 na mzunguko ni shilingi 5,000. Muda wowote kuanzia majira ya saa 10 jioni milango itakuwa wazi kuruhusu watu wa mpira wa miguu kwenda kuchukua nafasi zao mapema ili kuweza kuwa sehemu ya mchezo huo kwa ujumla. Kwa hiyo kikubwa, tuje kwa stara, tuje kwa adabu, tuje kwa kuheshimu wenzetu. Tusifanye namna yoyote ya kufanya tukaonekana ni watovu wa nidhamu, especially mashabiki wa Azam FC, lakini kubwa zaidi kwa mashabiki wote wa mpira wa miguu ambao watajitokeza kwenye mchezo wenyewe. So tukija kwenye mechi yenyewe, sio mechi rahisi kama ambavyo inazungumzwa, ni mechi ngumu na ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili ambazo kwenye misimu 3-4 ya karibuni zikikutana imekuwa ni mechi nzuri sana kuitazama. Sio kwenye ligi kuu, sio kwenye FA, wala sio kwenye michuano yoyote ambayo tumekutana, hata ile ambayo inafanyika Unguja kule ya Mapinduzi pamoja na Muungano. Kwa hiyo shime kwa wale ambao watakuja uwanjani, wajue kwamba hawajapoteza muda wao.